Kila mtu aliyemjua Janeth alisema alikuwa msichana mwenye tabia nzuri na mwenye moyo wa upendo. Lakini hakuna aliyejua kuwa moyoni mwake kulikuwa na tamaa iliyokuwa inakuwa taratibu kila siku. Alikuwa na rafiki wa karibu aliyeitwa Anna. Walikuwa kama dada. Walishirikiana kila kitu, kuanzia siri zao mpaka ndoto zao za maisha. Anna alimwamini Janeth kuliko mtu mwingine yeyote duniani. Siku moja, Anna alimfuata Janeth akiwa na furaha kubwa. "Janeth, nimempata mwanaume ambaye naamini ndiye nitakayemaliza naye maisha yangu." Janeth akacheka na kumkumbatia. "Hongera rafiki yangu, natamani nimjue." Hakujua kuwa ombi hilo lingekuwa mwanzo wa mwisho wa urafiki wao. Wiki iliyofuata walikutana kwenye mgahawa mmoja mzuri. Anna akamtambulisha Kelvin, mfanyabiashara mwenye mafanikio. Alikuwa mpole, mwenye heshima na alizungumza kwa utulivu. Janeth alipomuona kwa mara ya kwanza, alijikuta akivutiwa si kwa sura yake pekee, bali na maisha aliyokuwa akiishi. Gari la kifahari, mavazi ya gharama na namna alivyowaheshimu watu vilimfanya Janeth aanze kuwaza maisha ambayo hakuwahi kuwa nayo. Kadiri siku zilivyopita, Anna aliendelea kumsimulia Janeth kila jambo kuhusu Kelvin. "Leo amenipeleka kununua vifaa vya biashara. Leo tumekula chakula cha jioni pamoja. Leo amenitambulisha kwa familia yake." Badala ya kufurahia furaha ya rafiki yake, Janeth alianza kuionea wivu. Siku moja alimwomba Anna namba ya Kelvin kwa kisingizio kwamba alihitaji ushauri kuhusu biashara. Anna hakusita kumpa. Mazungumzo yaliyoanza kwa heshima yakageuka kuwa ya kila siku. Kila asubuhi walikuwa wakisalimiana. Kila jioni walikuwa wakizungumza kwa muda mrefu. Anna hakujua kuwa watu wawili aliowaamini walikuwa wanajenga ukaribu nyuma ya mgongo wake. Baada ya miezi michache, Anna alianza kuona Kelvin amebadilika. Hakupiga simu kama zamani. Alichelewa kujibu ujumbe na mara nyingi alionekana mwenye mawazo mengi. Anna alilia begani kwa Janeth akisema, "Sijui nimekosea wapi." Janeth alimfariji kwa maneno matamu huku akijua ukweli wote. Siku moja Anna alichukua simu ya Kelvin ili kupiga picha. Ujumbe ukaingia. Jina lililoonekana lilikuwa Janeth. Mikono yake ikaanza kutetemeka. Alifungua mazungumzo na machozi yakaanza kumtoka. Kulikuwa na ujumbe wa mapenzi, mipango ya kukutana na ahadi za maisha ya pamoja. Dunia yake ilivunjika ndani ya sekunde chache. Anna aliwakabili wote wawili. Hakukuwa na maneno ya kutosha kuelezea maumivu aliyokuwa nayo. Janeth aliomba msamaha, lakini tayari alikuwa amechagua upande wake. Kelvin naye akasema uhusiano wake na Anna ulikuwa umeisha. Ndani ya mwezi mmoja, Janeth akaanza kuonekana hadharani akiwa na Kelvin bila aibu. Watu wengi walimlaumu, lakini hakujali. Alijiaminisha kuwa aliyeshinda ndiye mwenye haki. Mwaka uliofuata walifunga ndoa ya kifahari. Picha zao zilienea kila mahali. Watu walivutiwa na mapambo, magari na mavazi yao. Janeth alitabasamu mbele ya kamera, akiamini kwamba alikuwa ameanza maisha ya ndoto zake. Hakujua kuwa furaha yake ilikuwa ya muda mfupi. Baada ya harusi, alianza kugundua upande mwingine wa Kelvin. Mara nyingi alitoweka usiku bila maelezo. Simu yake ilikuwa na nywila mpya kila wiki. Alipouliza, Kelvin alimjibu kwa ukali, "Usinihoji kuhusu kila ninachofanya." Taratibu, mwanaume aliyemfahamu akiwa mpole alianza kuwa mkali na mwenye hasira. Janeth alianza kuishi kwa hofu. Hakuruhusiwa kuwatembelea marafiki zake. Hakuruhusiwa hata kumpigia Anna simu kuomba msamaha. Alijikuta ndani ya ndoa ambayo haikuwa na amani wala upendo. Wakati mwingine alikaa peke yake sebuleni akilia, huku akikumbuka jinsi alivyomsaliti rafiki aliyempenda kwa dhati. Siku moja alipofungua drawer ya ofisi ya Kelvin kutafuta hati fulani, alikuta mafaili yaliyofichua kuwa sehemu kubwa ya utajiri aliyoonyesha ilitokana na udanganyifu wa kifedha na madeni makubwa aliyokuwa ameyaficha kwa kila mtu. Ndipo Janeth akatambua kuwa
alikuwa amepofushwa na tamaa ya maisha ya kifahari kiasi cha kupuuza ishara zote za hatari. Alitamani kurudisha muda nyuma. Alitamani kumkumbatia Anna na kumwambia ukweli kabla mambo hayajaharibika. Lakini muda haukurudi nyuma. Kila usiku alilia kimya kimya, akitambua kwamba alichokiona kama ushindi kilikuwa mwanzo wa adhabu ya majuto yake mwenyewe. Miaka michache baadaye, Janeth aliamua kuondoka kwenye ndoa hiyo na kuanza upya maisha yake. Haikuwa rahisi, lakini alijifunza somo ambalo asingelisahau kamwe. Aligundua kwamba furaha ya kweli haiwezi kujengwa juu ya machozi ya mtu mwingine.